Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Kabla hatuja mruhusu mzee aulize, nilipenda tunakumbushe kwamba kama tumezungumza yote haya, malengo pia na makusudio ni kukumbushana matokeo hayo ambayo yalitokea ndani ya mwezi wa Muharram, lakini pia tuhimizane na tukumbushane ya kwamba kuna saumu iko mbele yetu. Tuwakumbushe wake zetu, tuwakumbushe watoto zetu ambao wameshabale, tuwakumbushe kila yote ambayo yuko chini ya miliki yetu anayetutegemea asikosi kufunga yaumu Ashura tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Kila mtu aifunge, na itakuwa ni vizuri kama mtu atafunga siku mbili. Itakuwa ni vizuri zaidi kama mtu atafunga siku mbili, afunge Tasua na Ashura, afunge tarehe 9 na tarehe 10, au afunge tarehe 10 na tarehe 11. Itakuwa ni bora zaidi. Na kama utakuwa wewe ni mzito kwa saumu, maana wapo, basi funga hiyo siku moja, msikosi kufunga hiyo siku, kwa sababu faida yake ni kwamba Allah anatufutia madhambi ya mwaka mzima, yale madhambi madogo madogo. Kukutana na huyu mwezi tena ni kujaliwa, ndugu zangu sana. Tujitahidi tuulizane. Naam mzee. Bismillah. Shemi, niko nauliza kuna watu wawili wamepeana. Naam. Huyo kampa mwenzake tuseme 500,000 za Burundi. Naam. Atumike. Naam. Ule kapokea, kaanza kufanya shughuli. Naam. Mwezi wa kwanza umekwenda, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka ule jamaa kuona kana amepata chochote, akawa anamrudishia hela zake. Naam. Wakati anarudisha zile 500,000, mwenzake anamwambia hapana. Naam. Utanirudisha dola 200. Kwa maana dola 200 ni zaidi ya 500,000. Naam. Dola 200. Mwenzake akamwambia hapana, hiyo sitakuwa ni riba. Naam. Akamwambia hapana, hizi hela ni ziko tofauti. Naam. Mimi sijakwambia kana unipe milioni au, lakini nataka unipe dola 200. Naam. Kwa sababu inakuwa ni tofauti, ni pesa na dola. Pesa na dola aje? Yeye anamwambia vile, anamwambia amrudishie 200. Naam. Sio hela ya Burundi. Naam. Na hiyo hakuna riba ndani yake. Akawa ametoa na mfano, kana mtu unaweza kuchukua kilo 10 ya maharagi, ukamrudisha mtu mchele kilo 20. Naam. Sasa sijui kuna ukweli. Asante sana. Hili swali ni refu. Hili swali ni refu, lakini nikubalieni niligusi kwa sababu na nyema uliza. Ndugu zangu Waislamu, riba kama riba ziko aina hizi. Maana ndio mazungumzo ya kusudio ya swali. Riba kama riba ziko aina ngapi? 2. Na hizi aina zote 2 zimeharamishwa, isipokuwa aina moja ndio kuna sehemu fulani ambayo ina maneno, lakini zote ni haramu. Kuna riba ya kwanza inaitwa ni riba al-fadhl. Riba al-fadhl ni nyongeza ambayo inapatikana kwa watu kubadilishana aina ya bidhaa. Sijui kama hilo linaeleweka. Mnapokuwa mnabadilishana aina ya bidhaa, mnajikuta mmebadilishana bidhaa, hizi aina mnabadilishana haziko sawa. Mfano, wewe una maharagi, wewe ni mkulima, lakini unalima maharagi ya njano ambayo mnaita jone. Mwenzako hapo na yeye ni mkulima, sio? Mnanifuata vizuri? Yeye analima aina ya maharagi haya mengine mnaita kinure au kirundo, lakini yote ni maharagi. Sasa wewe maadama una maharagi ya njano, kwako umekula maharagi ya njano muda mrefu, umesikia sasa una hamu ya kula maharagi ya kirundo, na yeye amekula ile kirundo muda mrefu, ndio yeye analima, anataka ya nini? Ya njano. Sasa mnasema kumbe hakuna haja ya kuuziana. Acha mimi nikupe kilo 5 ya maharagi ya njano na wewe unipe kilo 7 ya maharagi ya kirundo, kwa sababu kibusara na kiakili ya binadamu, maharagi ya njano na maharagi ya kirundo thamani yake sio moja. Nadhani hivyo. Kwa hiyo unapokuwa umetoa kilo 5 za njano, yeye akatoa kilo 7, pamezidi kwa ngapi? Hii 2 ni riba, kwa sababu mkiswahili maharagi egali maharagi. Sio, nimeeleweka? Kumbe wadama mmekubaliana tunabadilishana maharagi, dini na hukumu lazima kiwango kiwe
sawa. Ukizidisha tu ile inaitwa riba al-fadhl, yani riba juu ya kufadhilisha kimoja katika viwili. Kwa wale wauza nyama, mfano unabadilishana nyama ya ng'ombe na nyama ya kuku. Unataka ya ng'ombe akikupa kilo 2, unamwambia kuku ina bei bwana. Lazima kuku mimi nitakupa kilo 1.5. Ni nyama. Eske nimeeleweka Kwa hiyo ni aina ya kwanza. Na kwenye hiyo ndio tunakuja. Mfano kuna watu wanafanya riba huko, tena mwakatazi. Huwa vinaniuzi sana, ni kwa kuwa huyo uwezo sina tu wa kuwafunga. Unamkuta dume Muislamu amekaa kwenye maparking ya mabasi. Yuko anauza pesa. Yuko na pesa za change. Lazima mshawaona. Yuko na pesa za change za Kirundi. Wale wanapokuja wa conductor mleteje wa convoyer. Anapotaka change anamwambia 1000 kwa ngapi? 900. Kwa 900 hivi hapo change vile. Au kwa 1100 kitu kama hicho. Hiyo ni riba. Kwa nini? Kwa sababu ile hela wanabadilishana ni marundi kwa Nimeeleweka hapo. Ni riba, na ndio hapo huyo amebundia kwenye swali la mzee kwamba 500,000 ya marundi kwenye dola ngapi? 200. Kwenye hadithi Mtume Muhammad akasema mnapobadilishana bidhaa moja haitajiki kwa riba. Ndio riba al-fadhl. Lakini ikitofautiana bidhaa, mfano maharagi na mchele, ndio mnabadilishana. Hapa mnaweza kuzidisha. Kwa sababu mchele sio maharagi na maharagi sio nini? Sio mchele. Sio maeleweka Na ndio maana kwenye swala la money exchange sio riba. Au wanafanya biashara ya kuvunja pesa. Unapeleka dola, wanakupa marundi. Unapeleka marundi, wanakupa shilingi. Na sana ni waji sawa. Kwa sababu marundi sio shilingi, imeshakuwa change. Lakini ukichukua marundi kwa marundi lazima ziwe sawa. Hata ile tunapigwa kule, nadhani watu wengi wanapigwagwa ile lugha ya petit coupure. Ile ni wizi pia. Hivi mleta petit coupure, change itashuka. Ni wizi. Kwa sababu kwao na watu kule penye ile inatumika dola 100, hata ukienda kupeleka 100 ya dola 5, lakini zenyewe 100 ni 100 tu. Na ndio maana hata ukipeleka benki dola yako 100 ya 10, lakini ukaenda kuverse benki, siku utaretire watakupa 10 tena. Dola ni dola tu. Kama vile na marundi kupeleka za 1000 ikawa milioni. Kwani siku ile kuletea milioni watakupa 1000? Si lazima. Watakupa tu milioni yako. Unaeleweka mpaka hapo? Kwa hiyo tukirudi kwenye swali la mzee, hapo kuna aina fulani huyu mwenyewe ni lazima anataka kumdhulumu mwenzake, lakini kiakili kwa kumwambia kama sio riba, kwa sababu japokuwa nilikukopa 500,000 ya marundi, mimi nimeomba unipe nini? Dola. Yaani anataka kumwibia kiujani. Kumbe majibu ni kwamba haijuzu. Na ndio maana tunasema kila siku mkikopeshana andikeni, bwana nimekukopa ni 500,000 za marundi, nitakulipa 500,000 za marundi. Kwa sababu watu kama hao wapo. Kama jinsi kuna wengine wanasumbua kina mama. Amemuoa mama huko mwaka 1979. Vijana wengi wajazaliwa. Pengine wakati alimuoa huko alimuoa franga za Burundi 6,000, si 1000 francs. Kakaa na yeye miaka yote 47, 40 ngapi. Sasa leo mwanamke anasema huyu mwanaume mimi nimemchoka bana tabia zake. Najikhunu. Dini nasema mama anarudisha 6,000. Sasa kuna wakati mwanaume anajisimama unajua sio ule wakati sio biashara. Kwa nini benki wewe izalishe? Utapigwa 6,000 zako na ndoa inakwisha. Sijui kama nimeeleweka hapo. Kwa sababu pia mahali sio biashara. Na ndio maana kijikhulua anarudisha kile kiwango. Wallahu a'lam. Mwingine la pili shehe. Una la pili? Basi tuende hiyo maana muda wote budi kuhusu hali ilivyo nchini. Naam. Mimi nakwenda na kutana na dada wa Kiislamu. Naam. Ananisimamisha. Naam. Mimi nakumbuka isinaweza kuwa fitna. Mimi naendelea. Naam. Nafika mbele nampata kijana mwanaume sikazi mkafiri. Naam. Nampa lift. Lakini yule Muislamu mmemwacha. Nimemwacha vipi? Kwa kuhofia nini?
fitna. Kama nimeelewa vizuri, fitna yani kuhofia labda isiwe na mzee naye anavusha. Hili ndio hiyo wazi. Akaona chani muache, akapita zake. Hauna dhambi hata hii. Inshallah. Wakupeni fitna. Alfitna akbar min al-kadhib. Fitna ni mbaya kuliko kufu. Wakupeni. Vijana ambao kusimamishwa na mwanamke anasema ukazioni. Kontre hapa kitaendelea takwisha. Nani mwingine? Njoo hapa. Pita nyuma, mbele wa nyuma anafuta mpaka na mbele hapa. Watu watatu wanne basi. Wengine sogea. Naam Sheikh, mimi naulizia kuhusu ilham ile ya nani ya mama yake na Musa. Nilishaulizwa hilo swali. Ule kijana wetu leo wapi akuja? Ilhamu, sikia mimi nauliza sasa. Ilhamu ni kwa wacha Mungu peke yao au ni kwa watu wote? Na mpaka sasa hivi watu wanapata ilhamu. Alisema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi man kana qablakum unasun muhaddathun in lam yakun fi ummati ahad fa innahu Umar. Alisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyumati zilizotangulia na hasa bani Israeli walikuwa watu muhaddathun ay mulhamun, walikuwa watu wanasemezwa na Mungu, yani Mungu anawapa ilhamu. Mtume akasema kama kwenye umati wangu huyu umati kama yuko japo huyu kinyume ambaye ni nabii kama yuko, Mtume akasema ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ndio alikuwa na fikra akisema, kwa wakati Mtume anapinga aya inateremka na mbele Mtume fuata hiyo. Tena nyingi tuliko sehemu zaidi ya 10 ndani ya Qur'an. Ilikuwa ni fikra za Umar ndio Mtume kufanya hilo ndio Qur'an inateremka fuata. Tena nakuja kwa yale maneno alisema Umar. Kwa hiyo tukija kwenye swali lako, je, wako watu ambao leo wanapata ilhamu? Inawezekana wakawa wapo. Inawezekana wakawa wapo, Allahu a'lam. Inawezekana wakawa. Tumwombe Allah tujalie miongoni mwa hao. Na wako watu wakikwambia kitu, naachana na mwanamke. Mimi naacha kaoe mwingine. Na mimi kama sio misi wewe. Hai. Shaingia na kichwa la miguu, unasema yeye kama ningesikiaga na pengine ningesiaga shaka kufa. Wapo kuna watu wakwambia kitu, anacheni kufanya hivi mtajutia. Wewe toka hapa na zako. Muda tu mfano kama tungefuataga bila tuambiaga. Wapo unasikana wapo. Allah na Mungu anawajua ni nani na nani. Maana sasa mtu anajipiga mkifua, mimi hapa niko na ilhamu. Wewe nani? Naam, Sheikh, kuulizia hapo kwenye ilhamu. Na mtu anapokuwa amepewa ilhamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani vitu gani ambavyo vitamtambulisha kuwa hii ni ilhamu baada ya matokeo? Kama wewe Allah amekuchagua miongoni mwa wale wamepewa ilhamu, kipi kitatambulisha kwamba huyu jamaa ni ilhamu? Wewe unapata ilhamu baada ya matokeo. Nadhani ndio ile bwana, wewe fanya hii kazi utafaidika. Mimi sifanyi. Bwana wewe jifanyie wewe. Alafu unaweza kuwa unafanya na tobo. Wewe unasema baada ya matokeo, kama ya matokeo na bwana wewe dada olewa na ule kaka hivyo anakutaka hata kama hana kitu. Mungu atawafungulia. Ule bilani ndio anakuaga. Ule bilani hapana, labda nifanye istikhara. Labda nifanye istikhara. Sawa, kama umeamua istikhara wewe kafala kile olewa na huyu. Shehe hapana wewe naye. Bilani hapana. Bilali tutakula inshallah. Wewe ulewa. Na kuna wakati basi shehe ameshanishupalia. Acha nini tuna mimi nikatoe. Wanasema kutoa nini? Mkosi. Tena mtu mkosi. Anaolewa. Alafu kishaolewa ni Bilali ndio. Miezi 3, 4, 5 mwaka na nini, pengine mtoto mmoja, unasikia Bilali amepata busi ya kwenda Saudi. Bilali. Busi, kumbe na mimi nitavaa joo. Ndivyo ya kwanza Bilali anateremka na shelete kubwa ya dhahabu ya mke wake. Na iPhone. Mwanamke sasa, Bilali anasema vizuri. Ndivyo ya pili Bilali akiteremka kanunua uwanja. Ndivyo ya tatu Bilali akiteremka yuko anajenga. Wako hivyo. Bilali sio tena Bilali. Miaka 5 6 Bilali akiteremka ni shekhe ni mashekhe. Na yeye mwanamke anavimba, kama ningekataaga ningejuta mimi. Kwa hiyo ilhamu utaijua baada ya nini? Baada ya matokeo. Naam, niko naulizia kuhusiana hiyo kwa zimana pesa. Naam.
lakini mimi mnaandika, ndio ushauri wangu. Mimi mnaandika mnyazimana kidola, mtalipana kidola. Sasa kipindi mnyazimana mkama wako to yenyewe inakuwa ipo huyo muda mnyazimana, ndio maana nimekwambia mtalipana kidola. Sasa achana na wewe ato de change, achana na dini. Umemwazima dola 6,000, mwambie utanilipa dola 6,000. Hata kama dola 6,000 kwenye to de change unakusudia wewe, labda dola 6,000 ilikuwa ni sawa sana bilioni 35. Hivyo anakuja kukulipa 6,000 pengine ni sawa sana bilioni 29. Unajua kwenye unaenda kaka, dola ni dola. Hii ndio ieleweke. Dola ni dola na marundi ni marundi. Kwa hiyo mkiazimana pesa mlipana ile nyinyi aina basi. Mkienda mwenye ya change mtaibana na pataingia riba. Mpe kule mwisho kibuzo. Kule kibuzo. Nami nitakuulizia hapo kwa nafasi sijakinaika vizuri. Jisikie huru. Swali langu linasema hivi. Anakuja mtu ananiambia ni mwazime dola 100. Huyo wakati dola 100 iko sawa na 600,000. Sawa. Mimi namwambia sina dola. Namuuliza sasa dola iko kungapi? Ananiambia nikienda kuvunja 600,000. Mimi nampa zile 600,000. Atarudisha 600,000 sio dola. Maana wewe ukumpa dola, wewe ulimpa 600,000 za Kirundi. Sawa useme au usiseme, wakati atakuja kulipa akupe 600,000, lakini nakuhusia kama mdogo wako. Hapana kama shekhi. Inaweza kawa aksu sasa. Hicho chenye muulize wewe kwa kinyume. Wewe umempa 600,000 ya Kirundi kwa sababu mbeko sawa sawa dola 100. Sasa anakuja kulipa hiyo dola 100 iko 800,000. Inawezekana? Usibuni ukasema nipe tu dola 100 na wewe unamuiba akupe 600,000 kwa sababu wewe ukumpa dola, wewe ulimpa pesa ya Kirundi. Chukua ile marundi ulimpa, ile 200,000 itakuwa ni kwake. Nadhani pako wazi hapo jamani. Acheni kwa mnachanganya, ndio maana hizo kesi zinakuwa nyingi. Na wengine mnakuwa mnatuchanganya, watu wengine hawana taibu. Mtu anaenda kumwoa mwanamke anamuoa dola na marundi. Zile hizo mahali, amemuoa ametoa dolari 1,000 na 500,000 za Kirundi. Vitu gani vya kuchanga changa? Kama unataka kumuoa dola, chukua na hizo marundi 500,000 kavunje. Zile dola utapata pale ongezea ulete. Sasa yeye anataka kuvunja ile dola 100. Yeye nani? Wewe ni mpangi nini? Nijibie kwanza. Za Kirundi. Utapewa hizo. Una haki lakini kwanza amini kwanza utapewa hizo. Kwa hiyo naendelea kukupa. Yeye anaenda kula anaenda tena kufunja ile dola pia yeye sasa. Mimi mpaka tafunje. Si ya kwake. Anailetea ile dola. Anafanya? Anailetea dola. Abadan. Akupe marundi Kwa nini kaka? Samani usicheki. Fanya ndio amekupa. Imani yako na muamini amekwambia nimetoka kuvunja ni 600,000. Tuchukue hivyo. Kakupa dola. Wewe unachomoka unakuja kusema ndio mzee. Dola unajua bei iko hiyo. Utafanyaje? Wewe acha hiyo imani yako. Hiyo kesi hata wakabu wote bila utatembeza mkono. Ndio maana juu sileti vurugu, peaneni kile mlichopeana. Sawa jamani? Tujitahidi inshallah tufuate mafunzo ya dini pasavyo ili tufaidike. Tunamalizia hapa. Mara tunasema watu 4. Yaani ulishadaka? Sheni kwa sala kusikara mashia. Naam? Mashia. Wamefanyaje? Kuna watu ambao tulikuwa tuko na mkubaliano umoja kama mashia ni makafiri. Mashia. Baadhi ya mashia. Yaani baadhi ya mashia. Baadhi ya mashia ni makafiri. Makafiri. Lakini walinikuta dukani hapa Ijumaa kunionyesha na video ya Waarabu wanaozungumzia ngoma Shia ni Uislamu. Mimi nikawaletea dalili ambazo nguende kwa shehe wako Sheikh Hassan akuambie vizuri kusikana hili jambo haujalijua. Nikamwambia kwamba muende kwenye YouTube kuna hutuba ambayo shehe aliongelea mashia ilikuwa barabara 7 na sinakumbuka.
ukatupatia chungu nzima za dalili kusikana mashia kisa wanamtukana Abubakar. Wao wakanionyesha kwamba mashia wakimtukana Abubakar sio kusema kwamba watakuwa ni kuwatoa kwenye Uislamu, kwa sababu na makafiri wanamwamini Yesu, lakini hatujua kufurisha kama kitu la kufurisha. Nani anajua kufurisha? Niko na nukuu gisi wanasema wao. Wewe sawa na kauli yao, wanamtukana Yesu, hatujua kufurisha. Kukufuru kama washia gisi wanasema wanazidi kama kafiri. Nimesha kuelewa sana. Niko kwenye hilo la gisi wamesema wakafiri na imani kiple, nimesema kwa sababu wataifuata hii. Ndio maana nimetumia hii lugha kwenye kamera. Uliza sasa swali ni hili. Je, washia na hizi tabaka za kwao ni Waislamu? Ndio nataka nilijibu. Hayo maswali tulishoulizwa sana. Sasa imefikia nafasi tuwe wazi, waangalie watakaoangamia na wapone watakaopona. Mashia wako matabaka. Wako makundi mengi sana. Wako Shia Fatimia, wako Shia Ithna ya Asharia inayoamini maimamu 12. Na ndio kwa percent kubwa iko sehemu nyingi duniani. Na ndio wale wako hata pale juu. Ni Shia Ithna ya Asharia. Na pako Shia ambayo inaitwa Azaidia wapo. Na wako wengine, wako wengi, makundi mengi. Katika yote, kundi ambalo maulama wetu wanakubaliana kwamba sio makafiri ni Shiatu Azaidia. Na wale wanaitwa ni mashia kwa sababu na wao itikadi yao wanasema kwamba kama wenzao Ali ni bora kuliko Abubakri na Umar na ndio alistahili kuwa kiongozi. Lakini hao Wazaidia wanakubali kwamba Abubakri na Umar na Uthmani ni maswahaba na zile fadhila zote kwa hadithi wanazikubali. Tofauti yao sana na sisi ni kwenye ile tu wanasema kwamba walimdhulumu nani? Ali. Ndio maana wakaitwa mashia. Tofauti hao wengine ukimtaja tu Abubakar mbele yao nadhani majibu yao unayajua. Ni kumlani, ni kusema ni kafiri, nadhani unaelewa hivi. Kwa hiyo hao wengine kinyume cha hawa, huyu Shia wengine ni ukafiri. Swali linakuja sasa, mashia ndio lugha yako wewe. Maana unaposema mashia, maana yake ni watu. Swali nimeelewa. Kwenye dini yetu mtu anatolewa Muislamu kutokana na kile unachomsikia. Kuna watu wanafuata kumbo. Mtu amezaliwa jamaa yake ni Shia na Shia. Lakini ukiongea naye unasikia huyu ushia haujui. Wao sio kama yule kafiri. Sasa hajui wewe mwemo. Kumbe kwanza hoja ifanye nini? Imfikie. Wewe mweke hapo, umpe mafunzo, umpe deba, umuoneshe unaona hiki. Sawa? Baada ya kumuonesha alafu istamara ndio anakuwa kafiri. Hiyo ni tabaka ya kwanza. Tabaka ya pili, kuna wenyewe walishaambiwa. Walishasikia tu sana mawaidha ya mashehe zetu. Walishasikia misimamo, walishaonyeshwa makosa yao. Lakini wakamwambia sisi tuko hapa ni Ahlul Bait. Mashaallah. Kama wanavyojiita watu wa nyumba ya Mtume. Ndio neno wanalo tukinywani. Sawa. Kaka, hao ni makafiri. Unanisikia vizuri? Ni makafiri. La mwisho kabisa nilishawaambia hawezi kuwa Shia wa sijui wa Buterere au wa Maramvi au wa wapi. Eti unakuja kumtetea Ali ibn Abi Talib. Wewe na Ali wapi na wapi? Tuchukue hata kama ingelikuwa ni kweli alionewagwa. Hiyo miaka alionewagwa, wewe unataka kumtetea leo. Ili ukosoe. Kwa hiyo kuna nini wanafanya hawajui? Ushia ni ukafiri en general. Ama mashia wako ni tabaka kama nilivyokuambia. Azaidia na hao wengine ni makafiri. Isipokuwa wale ambao wanafuata kumbo, hawajui wako mkitu na hao hapo. Uliza kaka zetu atakwambia miaka ushia unaingia Buyenzi hapa miaka hiyo ya nyuma, mimi na wewe tujabale. Kuna watu waliingia mshia juu ya wali walikuwa wanapikwa mwingi kule. Hizo atakwambia. Sio? Kwa sababu mtume ulikuwa na kuna watu walienda juu hivyo. Wapo. Sasa hao wao wanasema hapana. Sio wanafanya vizuri. Lakini kuna wengine wameyabebelea, yani wao wanakuonesha wewe makafiri. Alafu dalili ya kibusara sasa. Hautamuonaga Shia. Sijui labda wenzenu mnakaa nao makundi.
Hautamuonaga Shia anaenda kumlingania Mkristo. Wewe shamu. Eti mashia huko Msemerera. Hautaonaga. Kila siku mashia wanatafutaga mweye. Sasa kama sisi mnajua tumeongoka au mnajua tuko wenzenu kwenye dini, mnatafuta kwenye dini. Si mkalete wale wenyewe mnajua sio kwenye dini mwalete. Hakuna Shia analinganiaga ambaye si Sunni. Hautaliona. Na kama mshaona mnaambie eti Shia kaenda kwenye waje huko, hakuna. Lakini atakutafuta wewe kwa bora huko, pia unasali hapako sawa, huko kuna wala. Subhanallah. Na ndio maana tunasema jamani, mwenye kutaka kuamini aamini, na sio kutaka kuamini acha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tubaki huko Abu Bakri na Umar na Uthman na wengine katika maswahaba kiwemo Bilal hawakujiweka pale karibu ya Mtume. Allah aliwachagua. Allah akushindwa kukuweka wewe, na wewe alikuwa anakuambia na mimi. Allah akushindwa kutoka karibu ya Mtume, lakini Allah kwa hikma yake aliona mimi na wewe na hao tuje kuishi kwa dunia kwa karne ya 14. Kwa hiyo wale aliwachagua Mungu akawatia karibu ya Mtume, tuishim chaguo la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwisho maliza. Naam, sheni hapa. Iko wapi? Hapa unataka aje? Maliza basi ulete. Kwa siku nyingine ifika na kuja huko. Shemi, niko na maswali mawili. Niko na maswali mawili. Ni moja. Kama hapo umechukua ujapewa. Uliza ni moja. Izia kuhusiana na mtu ambaye anabadilisha, kama vile mtu anatoka hapa anaenda Tanzania. Naam. Amefika kule amepata maisha mazuri. Akaamua kubadilisha nationality. Naam, uraia. Lakini huku Burundi majina yake yote ya baba yake mama yake kama vile alikuwa Kirundi. Naam. Akaona kule ili niweze kupata nationality vizuri, inabidi nibadilishe majina ya watu wa kule kule ili nisio kama vile nitasotewa. Dini inasema nini? Kwanza maana mtu Tanzania kwa maana Burundi anaukana. Anachukua nationality ya kule. Akaamua acha nibadili majina. Naam. Nilikuwa nauliza hapa dini inasema nini? Tuache kwanza hilo. Tuache kwanza hiyo dini inasema aje kubadili. Hiyo miaka unayo. Wewe kuanzia hapo kwa jina kuanzia unabadili jina. Wewe kaamua tu hapo. Kikubwa tu usijipe jina la ukafiri. Hakuna tatizo. Hata yale ya baba na mama. Hakuna tatizo kwa maana ukibadilisha hujabadilisha udini. Kilichokatazwa ni kubadilisha udini. Yaani mtu anaona kusema wewe ni mtoto wa nani? Unamkana baba wako. Na sasa wewe ni baba mlezi. Baba wangu ni fulani. Ndio Mtume alisema man intasaba ila ghairi abi fakad kafara. Atakayeficha mzazi, useme usi baba wangu ni fulani, hapo ni kafiri. Lakini kumchachi jina, wamebadili tu sana kwa. Hata wewe nadhani utakuwa na mengi tusio tu yale. Nilikuwa na hata kubadilisha ile kitambulisho, lakini bado nakiri kama ni mtoto mzee fulani, hakuna tatizo. Hata ndio pamoja. Haya yanafanyika tu sana. Naam. Huyu hapa nije huko. Na yule wa mwisho wengine naomba mnivumilie, muda umekwisha. Na yeye ulize limoja hivyo hivyo. Maana kuna haki za wengine jamani. Wake zenu wanawasubiri, lazima tuache mwendo. Tena muogope Allah mkitoka msikitini, bila kama hii, mseme kijiweni. Tutatoka tu msikitini muda nyumbani. Hata kama uko bacha, hata kama uko celibatary, wewe tu nyumbani. Acha kwenda kijiweni. Maana kuna malalamiko wengine tumeyapata. Mtu anatuuliza Sheikh, wallahi waambie Waislamu Sheikh. Yeye labda ukisema watawasikia, unamsema mama kuna nini? Eti mimi juzi, yani kishindo jana. Hayo malalamiko nimepata jana mchana. Asema eti juzi. Wallahi nimeomba mnifikishe nyumbani saa 6 ya usiku juu ya kuona mechi za mpira. Alafu yeye kama mashtaka, yeye na mume wake wanaishi Maramvi. Alafu mume wake mpira anaona biozi. Wapenda mpira. Hiyo juzi ilikuwa ni mechi gani? Juzi. Siko. Ilikuwa ni mechi gani? Almuhimu ndio nilijua. Saa 6 ya usiku ndio mwanamke sasa jamani. Alafu namwambia na starehe yangu. Ndio nasema kwa nini utaendaje wakati usafiri ni shida na ndio anakipandwa? Kaambia pole. Sasa hamna televisheni nyumbani, anasema mpira mzuri na kuona mkundi mfujo. Jamani, mkitoka mwende nyumbani, kuna haki za wengine. Maliza. Amen. Mungu atubariki sote. Naam.
Swali lizuri sana. Ipi tofauti ya imani na yaqini? Imani ni kuamini, na kuamini maana yake ni kusadikisha. Kusadikisha kitu ndio kuamini katika lugha ya Kiarabu. Al-iman bi maana tasdiq. Ama yaqini ni zaidi ya imani, yani ni kusadikisha bila shaka, ndio ni yaqini. Labda kwa mfano utaeleweka zaidi. Kila Muislamu mwenye anafuata madarasa, kila Muislamu anayefuata madarasa anaamini ya kwamba Al-Kaaba iko Maka. Nadhani hicho kinaeleweka. Kila Muislamu ambaye hajaenda umra, hajaenda hija, anaamini kwamba kibla tunaelekea ni Maka na Al-Kaaba ile tunaona mtelevizio iko wapi? Maka. Hiyo ni kuamini iko Maka. Tunaamini kama iko Maka. Allah akikujalia ukaenda hija au ukaenda umra, kwa sababu utafika pale ili ufanye nini? Tawafu. Utakapofika ukiingia pale kwenye mlango ukaiona kwa macho, ile imani yako ilikuwa nayo kabla hujaja Maka, baada ya kuiona kuna kitu kinafanya nini? Kitaongezeka, ndio inaitwa yaqini. Kwa hiyo ukija hata kukutana na mtu yeye katika kuongea anasema Al-Kaaba iko Madina, au unaambia hapana, Al-Kaaba iko Maka, iko Madina, utasemaje? Nini iona yaqini. Kwa hiyo yaqini hapa wapi tena ya shaka. Sawa jamani? Kwa hiyo imani ni tasdiq, kwa nini? Kusadikisha. Yaqini ni zaidi hapo, na ndio maana Waislamu wa kweli kunako masuala ya akhera, kunako masuala ya malipo, kunako masuala ya moto, ya pepo, ya sirat, ya mahurunaini, kwa kila Muislamu anatakiwa awe na yaqini, hapana imani. Sio kama naeleweka wa bil akhirati hum yuqinun, sio yu'minun. Unatakiwa uwe na yaqini, usiwe na shaka. Maana wako Waislamu feki ambao wako na kaburini kuna adhabu au hakuna adhabu. Vipi ataadhibiwa kabla hajahesabiwa? Huyo hana yaqini. Mwenye yaqini, si Mtume alisema atakiwa hivi wala hivi, wa bil akhirati ish. Na ukitaka faida nyingi kasome suratul Baqara aya ya kwanza mpaka aya ya 5, mwanzo wa sura pale mpaka ya 5 utapata faida. Utaziona pale juu aya kama 3-2 Allah amezungumzia masuala ya iman. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, akataja sifa za hao wacha Mungu, alladhina yu'minuna bil ghaib, yu'minun wanaamini, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akaendelea pia walladhina yu'minuna bima unzila ilayka yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Lakini alipokuwa kwenye masuala ya akhera akasema wa bil akhirati hum yuqinun, sio iman, lakini kuna kwa akhera wana nini? Wana yaqini. Maana ziada kwa vile waliamini mtumisho mitume walitangulia na nini na nini na hivi. Allah tujaze yaqini, Allah tujalie pepo ndio mafikio yetu, Allah asitufishe isipokuwa umeturidhia. Allah atupe mazuri duniani, atupe mazuri ya akhera, akitujaribu atupandishe daraja, wakituonea Allah tunakuomba tupiganie. Allah tunakuomba tulindie tauhidi yetu, Allah tupokelee sana zetu, Allah tulindie wake zetu, tulindie vizazi vyetu, tulelee watoto wetu, tulindie mabinti zetu. Ya Rabbi tunakuomba tujalie sisi na watoto wetu na wazazi wetu firdausi ya mafikio yetu. Walitangulia ya Rabbal Alamin, kuna kwa haki weka dumu katika kaburi zao, wenye wako ndani ya adhabu ya Rabbal Alamin tunakuomba waondolee adhabu za kaburini. Ya Rabbi ukiwasamea utaomba kitu, na ukiwaadhibu ya Rabbal Alamin hakitakuongezeka chochote kwenye mulki yako. Mwenyezi Mungu tunakuamini na tuna yakini ya kwamba tuombe tukuombe utatujibu. Ya Rabbal Alamin tupokelee dua zetu pamoja na mapungufu yetu, Mola wetu tunakuomba tupokelee ibada zetu, tupanulie riziki yetu, tubariki kwa kila unachotupa, tuelimishe mengi yatakayotunufaisha dunia na akhera. Tulindie viongozi wetu wa dunia, tulindie viongozi wetu wa dini. Ya Rabbal Alamin, serikali yetu na viongozi wetu wape nguvu na uelekezi, watekeleze yale ambayo yana manufaa na raia. Ya Rabbal Alamin, tulindie usalama wa nchi yetu. Atakayetakia nchi yetu usalama, ya Rabbal Alamin ampe usalama. Atakayetakia mabaya na wetu tunakuomba mtukomezee mbali. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba tupe mwisho uliokuwa mwema, na tujalie sote pepo firdausi
mafikio yetu. Tumemwamini mtume, tumempenda mtume na tukumuona. Tujalie siku ya kiyama tuwe naye katika pepo ya Firdaus. Tujalie siku ya kiyama tuwe karibu na mtume wetu. Ya Rabbal Alamin, tujalie siku ya kiyama tuwe miongoni mwa wale watakaonufaika na dua na maombi atakayotuombea mtume wetu. Ya Rabbal Alamin, tuongozee vijana wetu. Allah, tunakuomba wape uwezo wa kidunia vijana wetu, weka baraka kwenye biashara zao, wacheza mipira weka baraka kwenye miguu yao. Allah, tunakuomba tulindie vipaji vyetu. Allah, tunakuomba tupiganie, ututenge mbali na husda, ututenge mbali na chuki, ututenge mbali na sukhri ya dharau, ututenge mbali na kujiona. Tujalie Mola wetu tuwe miongoni mwa wale ambao tukipata neema yako tunakushukuru, na tujalie tuwe miongoni mwa wale tukikushukuru unazidisha. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba usitufishe isipokuwa utusamehe. Mola wetu tunakuomba ya Rabbal Alamin, na tukiwa na yaqini ya kwamba tutukubalia dua yetu kama tulivyokaa ndani ya msikiti huyu, tujalie siku ya mwisho tukae katika pepo yako Firdaus. Allah, kwa muda wote ambao tumekaa ndani ya msikiti huu, tunakuomba utulipe neema mazuri Mola wetu, na utusamehe kwa yale ambayo ni mapungufu. Sisi ni waja wako, tulipopatia Rabbal Alamin kwa utashi wako, na tulipokosea kwa sababu ya madhaifu yetu, tunakuomba usituadhibu kwa yale yanayofanya na wajinga miongoni mwetu. Ya Rabbal Alamin, tujalie tuweze kuzirudisha macho kwenye macho ya wazazi wetu, na tujalie watoto wetu waweze kuzirudisha kwenye macho yetu, na tujalie sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Ya Rabbal Alamin, tuwe miongoni mwa wale ambao wanapata fadhila zako. Ya Rabbal Alamin, tujalie tufanane, tupendane, na tujalie Mola wetu wamoja utakapofika mwisho wa wao, wajalie wafishi ile hali ya Uislamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ابن نمر ميديا، أحب الناس إلى الله أنفوهم للناس.